Na kutoka CGTN Kimataifa, hii ni Nuru ya Mashariki tuliokuandalia. Maono ya China ya dunia yenye nguvu nyingi na ushirikishwaji yapata sifa kutoka kwa wasomi wa kimataifa. Geely yazindua kituo kikubwa zaidi duniani cha majaribio ya usalama wa magari. Na kanda za kaskazini za China zachochea uchumi wa majira ya baridi kupitia utalii wa barafu na theluji. Kwa hayo na mengine mengi, karibu kwenye Nuru ya Mashariki. Jina langu ni Jacob Mogoa. Usiondoke. Na wasomi wa kimataifa walikutana jijini Shanghai kujadili nafasi inayobadilika ya China katika jukwaa la dunia. Wasomi hawa walisifu jitihada za China za kuendeleza dunia yenye nguvu na ustawi wa pamoja kwa mataifa yote. Tom Wanjala alifuatilia taarifa hiyo na ametuandalia ripoti ifuatayo. Mkutano wa kimataifa wa kitaaluma wa mwaka wa 2025 kuhusu uboreshaji wa China ulioandaliwa na chuo kikuu cha fedha na uchumi cha Shanghai katika eneo la Lingang ulijikita katika mipango mikuu ya China ya kimataifa inayohusu maendeleo, usalama, ustaarabu na utawala wa dunia. China has, over the last decade and more, been taking a number of important steps to change global governance in a more multipolar direction, in a direction that is more pro-development for developing countries, in a direction that is towards peace, towards cooperation, and so on. As they say, it takes two to tango, it takes two to dance, but it's not only China's initiative, but also the agency of the other parties. I see China's global governance initiative as a comprehensive view of world modernization. It's a different concept from Western transmitted liberal economy paradigm. This vision is fairer and more inclusive for the world. In Latin America, China is now the most important country. I teach in a federal university and many students study China now. Kwa mjibu wa wasomi hao, maono ya China ya dunia yenye nguvu nyingi yanaendelea kupata uungwaji mkono kimataifa, huku yakionekana kama njia mbadala ya kuleta usawa, maendeleo na ushirikiano wa kweli kati ya mataifa duniani. Kampuni ya magari ya China Geely imefungua kituo kikubwa zaidi duniani cha majaribio ya usalama wa magari chenye uwezo wa kuiga ajali halisi, hali mbalimbali za hewa na mazingira magumu ya barabarani. Kituo hicho kinaimarisha uwezo wa Geely kufanya majaribio na uthibitishaji wa usalama kwa masoko makuu ya magari duniani kwa kutumia teknolojia za kisasa. Ronald Mutie anaripoti zaidi. Kampuni ya kutengeneza magari ya China Geely imezindua rasmi kituo kikubwa zaidi duniani cha kufanya majaribio ya usalama wa magari katika jiji la Ningbo, mkoa wa Zhejiang, mashariki mwa China. Kituo hicho kinatoa huduma za majaribio ambazo zina ufanisi na uhakika kwa sekta ya magari duniani kwa kutumia teknolojia bunifu na hali kamili zaidi ya uendeshaji wa magari katika mazingira halisi. Kituo cha usalama cha Geely kina barabara ndefu zaidi duniani ya ndani kwa ajili ya majaribio ya ajali yenye urefu wa zaidi ya mita 300 na kina uwezo wa kuiga kikamilifu matukio halisi ya migongano ya barabarani. Na mwishoni mwa njia hiyo kuna ukuta wa kipekee unaozunguka pande 4 unawezesha majaribio ya aina mbalimbali za migongano, ikiwemo mgongano wa mbele wa 100% na 50% pamoja na ajali za mgongano mdogo. Previously, it usually took 2 days to prepare for a high-speed collision test. With this rotating and fixed collision wall, the time can be shortened to half a day, greatly improving the test efficiency. Kituo hicho pia kina mfumo wa kisasa unaoweza kuiga hali 264 za hali ya hewa kama vile mvua, theluji na ukungu, hasa kwa ajili ya kupima utendaji wa usalama wa magari. Maabara ya uigaji wa mazingira ya ndani inaunganisha takwimu za hali ya hewa na barabara kutoka zaidi ya nchi 50, hivyo basi kuwezesha watafiti kufanya majaribio ya magari katika hali zote za hewa wakiwa ndani ya kituo hicho. Geely imeunda mifano 50 ya majaribio ya ajali kwa uwekezaji wa zaidi ya dola za Marekani milioni 28. Sanamu ya THOR yenye thamani ya takriban yuan milioni 12 kwa kila moja imeundwa kwa teknolojia ya juu zaidi duniani kwenye nyanja hii.
It is currently the most expensive crash test dummy in the industry. The spatial displacement of each rib can be measured, so that data on the overall rib deformation can be obtained. The dummy incorporates highly advanced technology. Kwa kuzingatia wasiwasi unaoongezeka kuhusu usalama wa magari barabarani yanayotumia nishati mpya au umeme, maabara ya majaribio ya usalama wa mtandao wa magari ya Geely unafanya vipimo vya usalama wa taarifa katika vipengele 8 vikiwemo usalama wa mitandao, uchimbaji wa mianya ya kiusalama na usalama wa akili bandia. Automobiles are global commodities that must meet the market access requirements worldwide. The Geely Safety Center has 27 types of testing functions, enabling it to conduct regulatory certifications for major global markets, including China, Europe, and the United States. Additionally, it provides comprehensive, forward-looking research and development verification for all core safety evaluation systems simultaneously. This is just like creating a global examination room for every car model we produce for the world. Kwa mujibu wa ripoti ya mapato ya Geely Auto kwa nusu ya mwaka wa 2025, kampuni hiyo iliuza magari milioni 1.4 kati ya Januari na Juni mwaka huu, ongezeko la 47% ikilinganishwa na mwaka uliopita. Kati ya mauzo hayo, magari ya umeme na mengine yanayotumia nishati mpya yalizidi 1725, ongezeko la 126% mwaka hadi mwaka. Chapa ya Geely imeendelea kupanua uwezo wake katika masoko ya nje katika miaka hivi karibuni. Ripoti ya mauzo ya nje inaonyesha mauzo yalizidi magari 1180 katika nusu ya kwanza ya mwaka huu, huku wafanyabiashara na vituo vya mauzo vikiwa vimeenea katika zaidi ya nchi na maeneo 80. Wahisani kutoka vyuoni wamekuwa msaada mkubwa kwa wachezaji wa soka wasioona wanaoshiriki katika michezo ya 12 ya kitaifa kwa watu wenye ulemavu pamoja na michezo ya 9 ya kitaifa ya Olimpiki inayoandaliwa kwa pamoja na Guangdong, Hong Kong na Macau. Simiyu Wanjala anatuarifu zaidi. Kwa Kong Jiangji, mwanafunzi wa chuo kikuu mkoani Guangdong, kufanya kazi ya kukusanya mpira katika mechi ya soka ya watu wasioona ni kazi inayohitaji umakini mkubwa zaidi. Anasema waliojitolea kufanya shughuli hiyo lazima wawe makini muda wote na kufuatilia kwa karibu mwelekeo wa mpira. Anaeleza kuwa mpira unapokwenda nje ya uwanja na usiporudishwa haraka mahali husika, kasi ya mchezo mzima hupungua. Soka la watu wasioona limebuniwa mahususi kwa wanamichezo wenye ulemavu wa kuona. Mpira una kengele ndani yake na wachezaji hutegemea kabisa sauti ili kujielekeza na kufunga mabao. Kwa upande wake, Zhang Jing kutoka chuo cha muziki cha Jinghai ni miongoni mwa waliojitolea wanaosaidia wachezaji kuvaa barakoa za macho kabla ya mechi. Zhang amesema kazi yao inahitaji umahiri na kasi. Kila timu ya waliojitolea inapaswa kuwasaidia wachezaji 10 kuvaa barakoa ndani ya dakika 10 kabla ya mchezo kuanza. Anaongeza kuwa wajitolea wanapaswa kuzingatia hali ya mchezaji. Ikiwa mchezaji ana wasiwasi, wanapaswa kumtia moyo kwa upole. Ikiwa ana majeraha ya zamani usoni, tahadhari ya ziada huchukuliwa wakati wa kumvika barakoa. Zhang amesema jambo lililomgusa zaidi ni pale wanamichezo wanapomtambua kwa sauti na kumkumbuka kuwa aliwahi kuwasaidia katika mechi zilizopita, hali inayomfanya ajisikie kuthaminiwa na kuaminiwa zaidi. Anasisitiza kuwa kujitolea katika michezo hii ni kazi yenye maana kubwa, akisema anaguswa sana na ujasiri, uvumilivu na moyo wa kupambana unaoonyeshwa na wanamichezo wenye ulemavu. Michezo hii inakamilika leo huku ikijumuisha mashindano 40 katika makundi 4 ya ulemavu, ikiwa ni pamoja na ulemavu wa mwili, kuona, kusikia na akili. Kadri hali joto inavyoendelea kushuka kaskazini mwa China, inageuza rasilimali za baridi kuwa vivutio moto vya matumizi, kuanzia safari za utulivu katika misitu iliyofunikwa na baridi ya Heilongjiang hadi likizo za theluji kwa wanafunzi wa shule katika Xinjiang. Katika mji wa Mohe ulioko kaskazini kabisa mwa China katika mkoa wa Heilongjiang, treni ya utalii iliyobeba zaidi ya abiria 300 iliwasili Novemba 29. Mwenzangu Hamis Darwish alifuatilia taarifa hiyo na kutuandalia ripoti ifuatayo. Njia hiyo ya kusafiri polepole na kupata uzoefu wa kina inawaruhusu wageni kutazama mandhari ya barafu na theluji katika safari nzima. Tumehitaji kwa muda mrefu kupanda treni ya nchi ya theluji kwenda Mohe kuona mandhari ya theluji. Njiani yote ni misitu nzuri sana.
bahari ya misitu yenye theluji, na tumeona Daxing tuliyojifunza katika vitabu vyetu. Ili kukidhi ongezeko kubwa la mahitaji ya utalii wa majira ya baridi, waendeshaji wa reli wameongeza safari kati ya Harbin na Mohe, wakati mashirika ya ndege yameongeza safari kati ya Mohe na miji mingine ya utalii ya Heilongjiang na kufanya usafiri kuwa rahisi zaidi. Katika Urumchi, mkoa unaojiendesha wa Xinjiang Uiga, kaskazini magharibi mwa China, shule za msingi na sekondari za jiji hilo zimezindua rasmi likizo ya theluji yao ya kwanza kuanzia Desemba 1 hadi 5. Zikijumuishwa na siku za wikendi, wanafunzi wanaweza kufurahia hadi siku 9 za likizo ya majira ya baridi. Kituo cha michezo ya barafu kilitoa kiingilio cha bure na ruzuku za matumizi kusherehekea sera hii mpya ya msimu na kuwavutia familia na kufurahia kuteleza kwenye theluji. Wakati huo, katika mkoa unaojiendesha wa Mongolia ya ndani kaskazini mwa China, utalii wa majira ya baridi nao unachangamka. Novemba 30, bana ya Darkhan Muminkan ya jiji la Baotou iliandaa tamasha lake la majira ya baridi la Nadam, likionyesha michezo ya jadi kama mbio za farasi, mbio za ngamia, mieleka na ufyatuaji mishale. Nje ya uwanja, chai ya maziwa inayochemka na mishikaki ya kondoo inayochomwa iliwaruhusu wageni kuonja utamaduni halisi wa nyanda za malisho. Kitamu sana, kinaburudisha sana. Hii ni mara yangu ya kwanza hapa. Nimetoka Shenzhen na mara yangu ya kwanza kuhisi mvuto mpana na wa kishujaa wa nyanda hizi. Ni ya kuvutia sana. Waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi amesema China imekuwa ikitazama Saudi Arabia kama mshirika wa kipaumbele katika diplomasia yake ya Mashariki ya Kati na mshirika muhimu katika mkakati wake wa diplomasia ya kimataifa. Nilifuatilia taarifa hiyo na kukuandalia ripoti ifuatayo. Akizungumza jijini Riyadh wakati wa mkutano wa 5 wa kamati ndogo ya kisiasa ya kamati ya pamoja ya ngazi ya juu kati ya China na Saudi Arabia, Wang Yi alisema Saudi Arabia ni nchi muhimu katika ulimwengu wa Kiarabu na Kiislamu na ni nguvu huru katika mchakato wa dunia kuwa ya pande nyingi. Amesema kuwa chini ya uongozi wa rais wa China Xi Jinping na viongozi wa Saudi Arabia, ushirikiano kati ya nchi hizo mbili umeendelea kukua kwa kasi katika nyanja zote na sasa umevuka mipaka ya mahusiano ya kawaida ya nchi mbili, ukiwa na uzito wa kimkakati na athari za kimataifa. Wang Yi alisisitiza kuwa China iko tayari kuendelea kushirikiana na Saudi Arabia katika kulinda maslahi ya msingi ya kila upande, kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi, nishati, uwekezaji pamoja na maeneo mapya kama nishati jadidifu na mabadiliko ya kijani. Ameongeza kuwa China inakaribisha uwekezaji zaidi kutoka Saudi Arabia, huku ikiunga mkono kampuni za China kuwekeza na kufanya biashara Saudi Arabia na kuhimiza mazingira bora ya kibiashara. Kwa upande wake, waziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia Faisal bin Farhan Al Saud amesema uhusiano wa China na Saudi Arabia uko katika hatua bora zaidi, ukiwa na mafanikio makubwa ya kiutendaji. Ameeleza kuwa Saudi Arabia inaunga mkono kikamilifu sera ya China moja na inapinga vikali juhudi zozote za kutaka Taiwan ijitenge. Saudi Arabia pia imepongeza maendeleo ya China na iko tayari kuimarisha ushirikiano katika biashara, uwekezaji, nishati na uchumi mzunguko. Vilevile imeunga mkono nafasi ya China katika masuala ya kimataifa, hususan msimamo wake kuhusu suala la Palestina. Baada ya mkutano huo, pande zote mbili zilisaini makubaliano ya kuondoa visa kwa wamiliki wa pasipoti za kidiplomasia za huduma na maalum, hatua inayolenga kuimarisha zaidi mahusiano na mawasiliano kati ya mataifa hayo mawili. Na kwenye sehemu yetu ya Ifahamu China leo, China inaongeza kasi ya matumizi ya akili bandia na roboti katika huduma za matunzo ya wazee, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kukabiliana na changamoto zinazotokana na ongezeko kubwa la idadi ya watu wazee. Hadi mwishoni mwa mwaka jana, watu wenye umri wa miaka 60 na zaidi walifika milioni 310, sawa na takriban 22% ya idadi ya watu nchini China. Mwenzangu Zakia Pong alifuatilia taarifa hiyo na ametuandalia ripoti hii kwenye sehemu yetu ya Ifahamu China. Mambo na karibu katika kipindi cha
ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. China iko mstari wa mbele katika kuunganisha akili bandia na roboti katika huduma za matunzo ya wazee, ikipiga hatua katika kutafuta masuluhisho ya kisasa kwa ajili ya changamoto za idadi ya wazee. Takwimu za hivi karibuni zinaonyesha kuwa hadi kufikia mwishoni mwa mwaka jana, idadi ya watu wenye umri wa miaka 60 na zaidi nchini ilifikia milioni 310, ikiwa ni takriban 22% ya idadi ya jumla ya watu wote. Roboti za utunzaji wa wazee zilizokuwa wazo la siku za baadaye sasa zinakuwa ni jambo la kweli kwa wazee nchini China. Ingawa roboti za utunzaji wa wazee bado ziko katika hatua za mwanzo ikilinganishwa na roboti za viwandani, baadhi ya watumiaji tayari wameshaanza kufurahia urahisi unaotokana na roboti hizo. Katika nyumba za wazee iliyoko mjini Qingdao mkoani Shandong, mashariki mwa China, roboti iitwayo Kang inaweza kuzungumza na wazee, kusema vichekesho, kutoa taarifa za hali ya hewa, kucheza muziki na hata kuwachukulia dawa kutoka kituo cha manesi, na hata kuleta magazeti au kuwakumbusha watu wanaowatunza wazee hao wanahitaji msaada. Katika nyumba ya wauguzi katika mji wa Shenzhen, kusini mwa China, roboti sasa ni sehemu muhimu ya maisha ya kila siku. Inacheza chess na wazee na kutoa tiba inayosaidiwa na akili bandia. Katika mji wa Uxi, mkoani Jiangsu, mashariki mwa China, roboti zinaweza si tu kuzungumza na kuwasiliana na wazee, bali pia zinaweza kufanya ukaguzi kwa nyakati maalum, kuwakumbusha watoa huduma, kuwapa dawa, na kama ikigundua kuwa mzee anakaa mbali na kitanda kwa muda mrefu au hajajibiwa baada ya kuomba msaada mara kadhaa, roboti zitatuma ujumbe wa tahadhari mara moja kwa wafanyakazi wa matibabu. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Haya basi, kabla ya kukamilisha, umewadia ule wakati wa Jifunza Kichina. Katika sehemu hii tunawaletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua na kwa njia ambayo ni rahisi na ya kuvutia. Karibu basi kwa pamoja tuweze kujifunza lugha ya Kichina. 第5课，我6岁。 Mambo, karibu katika darasa la Kichina la YCT. Somo la YCT ni mfumo wa mafunzo ya lugha ya Kichina unaoongoza watoto kujifunza Kichina kwa ufanisi na kuinua kiwango chao cha uelewa wa lugha ya Kichina kwa pande zote. Leo tutajifunza jinsi ya kuandika herufi za Kichina. Tafadhali andaa karatasi na kalamu yako. Kujifunza herufi za Kichina. Tafadhali chagua herufi sahihi za Kichina kulingana na pinyin, kisha fuatana na mwalimu kuandika. Sui. Niambie, ipi ni sahihi? 第一个 Hebu tuone kosa liko wapi katika herufi ya pili. Sasa hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. duo. Niambie, ipi ni sahihi? 第二个
Hebu tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza. Sasa hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. Da. Niambie, ipi ni sahihi? 第二个 Hebu tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza. Sasa hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. 也 Niambie, ipi ni sahihi? 第一个 Hebu tuone kosa liko wapi katika herufi ya pili. Sasa hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. Tafadhali jibu sahihi kuendana na swali. 你几岁 Ipi ni sahihi? 第二个我6岁 认识你很高兴 第一个认识你很高兴 你哥哥多大 第一个我哥哥12岁 你是哪国人 第二个我是中国人 你家有几口人 第一个我家有4口人 Kazi ya kufanya nyumbani ya leo ni kuandika herufi za Kichina. Na kesho tutaendelea kujifunza Kichina. 再见 Kufikia hapo ndipo ninapokamilisha makala haya ya Nuru ya Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea makala haya, mimi ni Jacob Mogoa na nasema shukran kwa kuwa nasi. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_cn kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.